Leo siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2024 tunashuhudia mwanzo wa zao jipya la kibiashara hapa Tanzania au takalopatia nguvu mpya. Nimekuja hapa katika shamba la mkulima wetu ambaye yuko katika wilaya ya Kilosa, ambaye analima zao hili la michaichai, na yeye alikuwa analitumia kama zao ambalo halipi nafasi kubwa sana. Tumekuja na Mheshimiwa Ras, katibu tawala wa mkoa wa Morogoro, katika ziara hii, na amezungumza mambo muhimu sana kuhusiana na zao hili. Ametuambia kwamba kule Zanzibar, hususan Pemba, ni zao ambalo lina umuhimu sana kibiashara. Ukikamua michaichai unaweza ukapata lita kadhaa za mafuta, na ukatengeneza mafuta hayo ukayaweka katika lita, na lita moja inauzwa zaidi ya shilingi 300,000. Hivyo kwa wale ambao wako katika biashara hii ya mazao ya bustani na viungo, hiki ni kiungo ambacho kinaweza kikawa kina thamani kubwa sana kuliko ambavyo tulikuwa tunafahamu huko nyuma. Lakini kama ukitengeneza distiller au kiwanda cha kukamua mafuta ya mazao haya, unaweza ukaweka mimea ya aina nyingi, kuanzia mikaratusi, lakini vile vile zao jipya ambalo tunaliendeleza hapa mkoa wa Morogoro, kwa maana ya zao la karafuu. Majani yale yanayodondoka ya mikarafuu yanaweza vile vile yakawekwa katika hiyo distilling machine, ukapata lita kama hizo, na lita zenyewe zinauzwa bei hizo zaidi ya shilingi 300,000. Kwa hiyo ni fursa mpya. Vijana ambao mnataka kujiunga kwenye kilimo, ni zawadi ya namna gani ya muhimu ambayo mkuu wa mkoa ametuletea. Tumsikilize Praxeda anavyotuambia jinsi alivyopokea wazo hilo. Kwanza tumekuja hapa ndio kuona namna gani tunaweza tukawashajihisha hawa wenzetu kuona wanazalisha michaichai kwa wingi. Ndio. Hilo ndio lengo hasa. Kwa sababu wao wanazalisha michaichai, lakini kwa kiwango kikubwa hawayatumii michaichai economically ili kujipatia kipato kikubwa. Lakini sisi watu wa mkoa, mimi Rasi na timu yangu Dr. Rosaria, tushaanza kufanya studies na tumeona kwa macho yetu kweli kwamba michaichai na majani ya miti mengine, yakiwemo majani ya mkarafuu, majani ya mdalasini, majani ya mikaratusi, inatoa mafuta. Na thamani yake, thamani ya mafuta hayo ni ghali, very very expensive. Kwa mfano mchaichai peke yake, ndio kwa wenzetu wa Pemba, wala sio mbali, Pemba tu hapa Zanzibar, tumekushaona na tumenunua lita moja ya mafuta ya mchaichai ni shilingi 325,000. Lita moja. Lita moja ya majani ya mafuta ya majani ya mdalasini ni 325,000. Sasa the advantage we have in Morogoro kwamba ardhi yetu kwanza inakubali kila kitu. Kila kitu inakubali. Ukisema wewe upande mchaichai, basi mchaichai utakuwa kama mwitu kwako wewe. Ni rahisi, wala hahitaji kumwagiliwa maji, hahitaji kitu chochote kile. Na uzuri kwamba mchaichai wetu ni best kuliko hata ile variety ambao kule wenzetu wa Pemba wamekwenda kuichukua South Africa. Ile South Africa kwa sababu inahimili jua, haikauki. Lakini hii ya kwetu haikauki, lakini ina quantity kubwa ya mafuta. Kwa hivyo yetu sisi ni mizuri zaidi. Kwa hivyo mimi msisitizo wangu kwamba sisi tuendelee, tuwashajihishe watu wetu kupanda michaichai kwa wingi. Kama tunashindwa kupanda vitu vingine haviji, basi tuendelee kupanda michaichai ambayo itatuweza kutupa fedha na itaweza kuleta manufaa makubwa. Uzuri sasa hivi ni mmoja. Mimi niwaambie kwamba Mheshimiwa Rais amesha release ile mikopo ya 10% ambayo vijana, wanawake na walemavu wanaweza wakakopeshwa. Amesha release. Mipango ishatimia, tangazo tayari lishatoka. Fedha zipo. Sisi mkoa wa Morogoro tu tuna zaidi ya bilioni 4 ambazo ziko benki tulikuwa tunazikushanya, ambazo zipo hazijawahi kukopeshwa.
Naona vijana wanaangaliana. Sasa vitu kama hivi vijana tukaweza kuwashajihisha wakapanda michaichai kwa wingi. Ndio. Maana yake wataweza kupata kipato. Na kiwanda kile cha kuzalisha hayo nini kudistill ukapata hayo mafuta chenyewe hardly hakizidi milioni 20, na uzuri tunao SIDO, sisi tunao nani ambao wanaweza wakatengeneza. Hata mtu tu mwenyewe anaweza akatengeneza loko kwa sababu sio kitu kikubwa mno cha kufanya hivyo. Lakini faida yake ni kubwa. Sasa tupo hapa kwa wenzetu kuwashajisha, jamani, hii mchaichai mnopanda kwa kupikia chai tu sasa hautoshi. Maeneo wanayo, halmashauri kule pesa ipo kama kupata mkopo, na mchaichai ukienda Kariakoo hapo yananunuliwa. Sisi kule tunanunua Pemba wapi, ZSTC wanatuuzia, lakini kumbe ni vitu ambavyo tunaweza tukazalisha sisi wenyewe. Lakini kwa sehemu ya mchaichai bado tumeshazungumza na watu wa bonde. Bonde hawa ambao wanamiliki hili bonde hili la maji, mto Ruvu na wengine. Hebu tuone kwamba huu mchaichai sasa tunachukua hii idea na kupanda along the river. Mle mote mnamopanda majani. Wao wana fedha wale na wanaungana na wananchi mara nyingi katika kuona mto wao unalindwa. Ili maji yaweze kufika katika ile miradi mikubwa ya serikali ambayo serikali imeanzisha bwawa la Mwalimu Nyerere. Ile inategemea maji ambayo yanatoka Morogoro na maeneo mengine. Au Morogoro yanapita. Lakini wananchi tunapigana nao kelele kwamba wanalima karibu na mito, udongo unakwenda kwenye mito, maji yanapungua, mito inaingia mataka mengine ambayo hatuyafikiri. Sasa tumekuja na hii idea kwamba tupande michaichai pembeni mwa nini? Mwa mito mote. Tukiweza kufanya hivyo tutapata faida mbili. Kwanza tutaweza kuiprotect ile mito. Kwa sababu michaichai haingolewi. Michaichai inakatwa na haitochomwa moto. Na kama tutaweza kukata, maana yake dongo halitoingia katika mto. Mto tutaweza kuprotect na maji yataweza kupita kirahisi. Lakini faida yake kubwa zaidi kwamba kule kukata sio kukata na kuyatupa. Ni kukata, ni kuvuna. Kuvuna, kuyaingiza katika kile kiwanda kidogo kidogo ambacho watu wa bonde wanaweza wakawatengenezea zile communities ambazo zimo bezoni mwa mto. Watapata fedha sasa kwa sababu wataweza kutoa mafuta. Kwa hivyo wananchi wataacha kulima mle, wataitunza michaichai kwa sababu wanajua michaichai kwa wao ndio uhai. Kwa wao ndio fedha. Kwa wao ni kila kitu. Tukiwawezesha hivyo, maji tutatunza na wananchi wetu tutakuwa tumewatunza kwa kiwango fulani. Lakini kuna swala la kufurahisha. Tulikwenda na Sagot kule Pemba. Tukaona hayo mashamba ya michaichai. Wakatupa a very brilliant idea. Kwamba kumbe yale majani ambayo yanakuwa yamemaliza kukamuliwa. Ile ni raw material nzuri kwa mbolea. Kwa hivyo hakuna hata kimoja kinachotupwa. Tukishakamua kwa sababu yale majani hayachomwi, yanakamuliwa kwa kutumia distillation process. Yale mabakaa yanayo nini, kumbe tukiyatreat katika mazingira madogo tu yanakuwa mbolea. Sasa tutaamua aidha tuuze ile mbolea sababu inaweza kutumika pia, au kama sisi wenyewe tuna mashamba hapa, manake tunaingiza kwenye migomba na miti mengine, inakuwa ni sako inayoendelea. Hiyo ndio transition sasa tunayoipitaka tuipitie ndani ya huu mkoa wa Morogoro. Lakini zaidi ya hayo swala zima la Morogoro ni swala la Morogoro kuifanya iwe spices aroma hub. Iwe ni Morogoro ya viungo. Hamu yangu mimi, hata kama hapa tunalima nyanya, tunalima pilipili, lakini ukija hapa pawe pananukia na viungo. Ukenda pale Msamvu, unaingia tu unashuka basi, manake unaanza kusikia harufu nzuri ya viungo. Mimi ukija ofisini kwangu manake utasikia harufu ya viungo. Kwa sababu kwake, kwa sababu ni ndio Morogoro aroma spices hub. Sasa
faida yake ni nini. Hili lazima tuweze kulieleza kiundani. Tumekuwa na advantage moja, mikarafuu Morogoro ipo, na imekuja hata mimi sijaja Morogoro, ipo. Lakini mikarafuu ikawa, mimi naweza nikasema haiakisi na maisha hasa ya watu wa Morogoro. Changamoto ni nyingi. Tulishirikiana na wenzetu wa SAGOT na wengine, tukazistadi zile changamoto, tukaanza kuzitafutia dawa kutokana na faida inayopatikanwa na karafuu pamoja na viungo vingine. Morogoro sasa hivi hatuna a very scientific analysis, lakini kwa haraka mazao yanayozaliwa ya karafuu peke yake tumegundua Morogoro tunaweza tukatoa tani 2,000 za karafuu. Tani 2,000 za karafuu ambazo hizo zinazalishwa. Kwa sababu kuna miti Morogoro, mti mmoja tu unazalisha kilo 120. Mti mmoja tu. Mti mmoja. Sasa tuchukulie kuna miti hiyo iko mingapi? Kama 40 kwenye eka. Kwenye eka. Kwa hivyo tunazalisha tani nyingi, hatujazifanyia hesabu kwa sababu tulikuwa hatuweki hesabu vizuri. Ndio kwanza tumeanza. Lakini meanwhile tunazungumza kwamba tunatoa tani zisizopungua 20,000. 2,000. Lakini tani 2,000 ukizifanyia hesabu in terms of kilos, ndio ni sawa na kilo 20,000. Lakini tuna bahati moja watu wa Morogoro, umeniwaambia. Karafuu ya Morogoro ni ghali, kwa maana ni more expensive kuliko ile ya visiwani Zanzibar. Zanzibar kilo moja ya karafuu ni 15,000. Ndio the best quality. 15,000. Wakati Morogoro karafuu kilo moja ni 20,000. Ukenda tu pale Msamvu unataka karafuu atakuuzia kilo moja shilingi 20,000. Sasa ichukue ile 20,000, chukua na kilo 1000 ngapi? 20. Ukizijumlisha maana yake ni sawa na milioni 40. Kwa hivyo hivi tunavyozungumza, wananchi wa Morogoro kuna possibility kubwa. Morogoro vijijini kwa kila mwaka wanapata bilioni 40. Karafuu tu. Ni karafuu tu. Na uzuri wa karafuu unakubali kupandwa na spices nyingine. Unaweza ukapanda spices ya hiliki, mdalasini, sijui pilipili manga, vanilla katika shamba hilo moja. Hii maana yake mkulima yeye tunazungumza hiyo pesa hiyo, lakini kuna kitu zaidi anapata. Kwa sababu heka moja, 1 acre. Ndio. Hesabu zilokuwepo watu wa kilimo wanatuambia inaingia miche 40 mpaka 50. Na hesabu tuliofanya wataalamu wanatuambia kwa heka hiyo moja una karafuu itakapozaliwa kwa heka moja, kama mazao yako standard sasa, kati ya milioni 9 mpaka milioni 13 unapata kwa mwaka. Familia ya kawaida kupata milioni 9 ni pesa nyingi sana. Sana. Kwa sababu ni sawa kutumia milioni 1 kwa mwezi. Milioni 1 kwa mwezi ni fedha nyingi. Bado vipando vingine, bado hiliki, bado mdalasini, bado na vitu, bado pilipili manga katika hiyo heka. Kwa hivyo huyu tumtarajie hapa anaweza kukushanya mpaka milioni 15, 20 kwa heka moja. Kwa heka moja. Kitu ambacho tukifanya hivyo maana yake tumewawezesha watu wetu kwa kiwango. Umaskini bye bye. Haupo. Alafu kipato kile cha kuexport upate bilioni 5 zile, tunatoa mchango mkubwa kabisa kwenye serikali. Kwa hivyo tukifanya hivyo maana yake watu wetu tumewawezesha. Sawa. Lakini la zaidi, hata halmashauri itakuwa tumewawezesha kuongeza kipato. Tukizungumza halmashauri maana yake tunazungumza serikali. Ndio. Kwa zile fedha tulizosema, kwa zile kilo tulizozizungumza, kilo 20,000. Na tukumbuke kila kilo inauzwa 20,000. Ndio. Serikali agizo lake na ndio ninavyotuambia. Kwa kila kilo kwa 20,000 ni sawa na shilingi 350. Uende ushuru kwa halmashauri. Kwa hesabu hiyo maana yake halmashauri ina uwezo wa kupata bilioni 1
na milioni 800 kwa mwaka. Yes. Hicho ni kipato cha ziada sasa kinachopatikanwa kwa zao hili moja. Bado hiliki, bado pilipili manga, bado. Maana halmashauri kama tutajipanga vizuri, halmashauri ya Morogoro itakuwa tumeweza kuwaongezea zaidi ya bilioni 2 katika pato linalotokanwa na viungo. Kwa hivyo swala la viungo kwa Morogoro jambo muhimu sana. Ni sawa sawa na dhahabu kwa Geita. Hiyo ndio dhahabu ambayo mimi niwaambie watu wa Morogoro Mwenyezi Mungu aliyotupa. Alafu ni ya kudumu. Ni ya kudumu. Geita wanaweza wakabaki na mashimo. Morogoro wakaendelea kuchimba. Lakini mara nyingi mimi ninawaambia watu, mara nyingi ndio na mawazo ambayo nimepata huku kwamba viungo ni sehemu ya kuhifadhi mazingira katika maeneo yetu. Tumekuwa sisi tukashahidishana mara nyingi tupande miti bila ya kuanza kufikiria miti ya aina gani. That is a very basic question. Tumepanda miti mingi Morogoro, lakini na mingi haipo, watu wamerejea kuikata. Kwa sababu gani? Kwa sababu miti tunayoipanda wakati mwingine haina sifa mbili kubwa. Miti wowote tunaopanda lazima tufikirie kwanza uwe ni friendly kwa maji. Ndio. Lazima. Mkarafuu na hiyo miti ya spices ni friendly kwa maji. Kwa hivyo swala la maji kuendelea tu ni swala ambalo halina shida. Lakini lazima iwe friendly na mtu. Unajua ukipanda hii miti hii mwitu kama hii tunayoiona hapa, ukipanda hii baadaye utatamani uikate. Kwa sababu gani? Hii haisolve lile basic question la kuondoa umaskini wa haraka. Ndio. Hiyo ndio tatizo lake. Lakini mkarafuu huwezi ukaukata, kwa sababu unakupa matokeo ya haraka. Ndio. Hii miti tunasema ya mbao na nini hii inachukua mpaka miaka 30 mpaka ukaweza kuvuna. Mkarafuu within a very short time, 5 years, 4 years tayari unakula matunda. Ina maana unapata kujibu lile swala tunalolizungumza. Morogoro mimi nasema lazima tujikaze kwa spices, tuende vizuri na karafuu na miti mingine. Vinginevyo hiyo tukifanya hivyo nafikiri tutaweza kuondoa umasikini katika haya maeneo. Commitment ya hali ya juu hiyo. Hatuna utani nayo kabisa. Umesikia ushauri kuhusu michaichai? Ndio. Unasemaje? Kwanza nashukuru sana. Hiki kitu nilikuwa nakichukulia poa. Mimi chaichai nimeipanda tu kwa lengo la kuzuia wadudu na kwa ajili ya kula na kuuza kwa kiasi hicho kidogo. Kwa hiyo nimepata wazo lingine ambalo limekuwa ni wazo kubwa. Nafikiri mimi na mwenzangu tunabidi tufanyie kazi hili swala. Michaichai hatunayo hii tu, kuna nyingine tumepanda eka 2. Na lengo si ni watu wanakuja tu wanakata na kuyauza local. Kwa hiyo tumepata nani nyingine, tumepata soko lingine kubwa na zuri zaidi la kwenda kuitengeneza hii michaichai, iende kutengenezea mafuta, na tumesikia kuwa bwana mafuta ni yanauzwa kwa bei kubwa zaidi. Hebu tuonyeshe shamba lako. Hili ni sehemu ya shamba langu. Hili shamba bwana ni la migomba, la ndizi. Huku navuna ndizi. Lakini tunavyojua migomba tunaipanda kwa spacing kubwa. Hapa ni kama almost mita 3 kutoka mgomba na mgomba. Lakini eneo la katikati hili linalobaki tukaamua tukajiipa ndio huko michaichai kwa lengo la kuuza tu local, lakini pia kwa lengo la kuzuia wadudu na magonjwa na nyanya na nyoka wasiwe sana katika mazingira yetu. Leo Mheshimiwa Rasi wa mkoa wa Morogoro akiwa ameongozana na SAGOS wamekuja katika eneo hili na katika shamba hili na wakaona uwezo mkubwa na uzalishaji ambao ni wa wastani wa hii michaichai, na wamekuja na wazo na ametuonesha na picha na wenzetu huko Pemba wanachokifanya kwamba wanatumia majani ya mchaichai kwa ajili ya kuzalisha mafuta kwa kutumia viwanda ambaro ni very local. Kwa hiyo hapa tumepata wazo lingine na tumepata idea nyingine mbali na mazao mengine ya bustani tunayozalisha hapa. Tumepata idea nyingine ya kwenda kuitumia hii michaichai kutengeneza mafuta. Hapa yeye mwenyewe amekuja na sampuli ya mafuta ambayo ameinunua kutoka Zanzibar, ambako anasema pia michaichai iliyopo kule sio mizuri kama iliyoko, kwa sababu hapa tuko Kilosa, tuko mkoa wa Morogoro. Ardhi ya Morogoro ni ardhi ambayo imejaliwa sana.
chochote kinaota. Na kama mnavyoona hii michaichai mimi sijaifungia hata mfumo wa umwagiliaji, inaota na kukua vizuri. Kama alivyosema Mheshimiwa Rasi kwamba hauhitaji wala maji mengi wala gharama nyingi kuzalisha. Kwa hiyo ni zao ambalo ni very simple katika kulizalisha na likakupa matokeo chanya. Kasema lita moja ya mafuta yanayotokana na mchaichai ni 325,000. Sijui ni wapi utapata mazao ambao kwa lita moja ukauza kwa gharama kubwa namna hiyo. Kwa hiyo ni wazo jipya ametupa, tutalifuatilia na nafikiri tutalitendea kazi. Na nafikiri eneo hili unaona sehemu nyingi huku ni mapori. Nafikiri wakulima na majirani wapo wataenda kunufaika endapo tukiweza kutekeleza mradi. Kwa maana kwamba eneo kubwa ili watu watakuwa wanalima michaichai ambao sisi tutakuwa tunainunua na kuweza kufanya nini na kutengeneza haya mafuta. Na katuhakikishie uhakika wa soko kwamba tukizalisha mafuta soko lipo na linahitajika sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa matembezi haya mlotembea, yamekuwa ya faida na yametuongezea jambo lingine ambalo linaenda kutuongezea kipato zaidi. Kwa kweli mbarikiwe sana.